kulipokea jambo kubwa la Qur'ani na kuwa tayari kulizamini. Tutaanza na Al-Habibi Marekela. Yeye tunamwomba wa kwanza kuingia katika pepo ya Firdaus, pepo ambayo wataingia watu ambao wametekeleza ibada hii ya saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yeye amejitosa mzima kudhamini mashindano haya. Sisi malengo yetu ilikuwa ni mshindi wa kwanza apate Qur'ani, lakini na bajeti yetu kubwa ilikuwa bajeti nzima ya mashindano ilikuwa ni milioni 30, lakini tukajikuta mpaka hatua ya mwisho tuna kama milioni 1. Sasa akaja akatushauri, pamoja na kuwa mimi mwenyewe niliazimia kutoa pikipiki, ila naona sasa hii pikipiki itakuwa haina maana kama tutatoa pikipiki alafu watu wengine wakakosa. Badala ya kutoa pikipiki, mimi nitatoa 200,000 ili hizi milioni 2 zigawiwe kwa washiriki wote. Ndiyo mnaona hiki kilichofanyika. Kwa tunamwombea kwa Allah Tabaraka wa Taala amfanyie sahali majambo yake, lakini aendelee kudhamini majambo haya, asafiri kubwa itapatikana, na cheti chake cha shukrani kipo hapa. Kama yupo mtu ambaye atampokelea Al-Habibi Marekela, kama yupo mtu ambaye anaweza akampokelea aje amwakilishe inshallah. Lakini tunaelekeza shukrani za dhati sisi kama UWAMA kwa mudira wa Thamaratul Janna Ukhtu Samah, hafidhaha Allah amhifadhi. Yeye kwa mara ya kwanza kabisa ametoa kitu cha thamani kubwa sana kwa ajili ya Qur'ani. Yeye tunamwombea kwa Allah Tabaraka wa Taala amhifadhi yeye na familia yake, lakini Allah Tabaraka wa Taala amfungulie riziki zaidi na ampe afya ili aweze kuitetea Qur'ani, kuinyanyua Qur'ani. Kwa yeye kama atakuwepo hapa inshallah tuwasiliane naye ili aweze kupata cheti chake cha shukrani kutoka UWAMA, umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Mwanza. Amewezesha jambo hili kwa asilimia kubwa. Lakini vile vile tunatambua mchango mkubwa waliotoa Markaz Al Jazeera chini ya Sheikh Ismail Andrea, Siddiq Stefan na Saad Rashid Saad. Wote wameshiriki kwa asilimia kubwa, wamewezesha jambo hili kwa asilimia kubwa, na hawa vijana mnaoona wamechukua nafasi ya kwanza ni vijana ambao wako Markaz Al Jazeera Ukelewe. Wao pia ndio imekuwa sababu ya sisi kupata vitu hivi vya thamani na kuwezesha jambo hili. Kwa hiyo ni muombe mwalimu wa hawa vijana aje achukue cheti hiki atuwakilishie ofisini pale Markaz inshallah. Naam. Pia tunaelekeza shukrani zetu za dhati kwa kampuni ya kwanza kabisa katika mkoa wetu wa Mwanza kudhamini mashindano makubwa ya Qur'ani. Wallahi wametupa faraja kubwa sana, na tunaiombea kampuni na wafanyakazi wote wa kampuni hiyo. Mwenyezi Mungu awabarikie, awalipe malipo sawa na kile walichotoa wao. Wamedhamini mashindano haya kwa kutoa kiasi cha shilingi 200,000, na tunaye mwakilishi wa kampuni ya Superbanco yuko hapa, aje mbele aweze kuchukua cheti hicho inshallah. Lakini pia tunatambua mchango wa mkurugenzi wa Al-Burhan Online TV Sheikh Nasir. Yeye ndo alituwezesha kulianza jambo hili katika mazingira magumu sana. Pamoja na kuwa mwaka huu hali yake alikuwa na majukumu mengi kidogo yalimsonga, lakini tunatambua mchango wake mkubwa sana katika jambo hili. Naye pia tumeandaa cheti ambacho akikitizama atakuwa anakumbuka jema alilofanya inshallah. Na mwisho kabisa tunatoa cheti kwa mheshimiwa mneki wa taifa. Tunamfahamu, anaitwa Bwana Jamali Babu. Yeye kiu yake kubwa sana ni kudhamini, kujitoa katika mashindano haya ya Qur'an, na ameahidi mwakani inshallah atafanya jambo kubwa. Yeye toka mwaka jana tumelianza jambo hili, kila tukienda kwake hatutoki patupu. Ndio mnaona harakati zimeweza kufanyika katika mazingira haya. Na mwisho wa shukrani zangu za dhati TTCL. Pia tunawashukuru TCCL kwa kutuwezesha kuendesha shughuli yetu. Pale umeme ulipokatika, wao walitubeba na jambo letu likaendelea. Mwisho, shukrani za dhati ziwaendee majaji kwa kazi kubwa walioifanya
hakuna kazi ngumu kama kujaji. Ilifikia mahala nawaona wako taabani, lakini waliweza kuvumilia mpaka jambo limefikia hapa. Nao pia tunaombea kwa Allah tabaraka wa taala awalipe kheri na awasamehe madhambi yao, awape baraka za kitabu kitukufu cha Allah Al-Qur'an. Mwisho tunawashukuru Waislamu wote, akina baba na akina mama, vijana kwa wazee, kwa kuacha shughuli zenu mkaitikia wito wa kuja kusikiliza maneno matukufu ya Allah tabaraka wa taala. Bila shaka kila mmoja ajitizame, ajione ametoka na baraka. Kwa hiyo kama ni katika biashara yake arejee katika biashara, kama ni katika familia yake arejee katika familia yake, akiwa na imani kubwa kwamba mwili wake, familia yake yote imejaa baraka kwa kukaa kwa ajili ya kukisikiliza kitabu cha Allah Al-Qur'an. Kwa shukrani hizi nirejeshe maiki sasa kwa MC aweze kutuambia kinachoendelea. Kama anatufungia atufungie inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahima. Mwenyezi Mungu mwenye huruma ya Rabbi, tunakuomba ya Allah tufanyie wepesi kupitia Qur'ani iliyosomwa hapa Mwenyezi Mungu, iwe sababu ya kafara ya madhambi yetu, iwe sababu ya kafara ya majambo yetu kwenda vizuri. Wafanyie wepesi ndugu zetu ambao wametudhamini kwa kile kichache ulichowajalia wewe Allah. Uwajalie viongozi wetu wa serikali ya Mwanza na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao walifikiria kuweka viwanja hivi vikawa ni sehemu ya watu kuja kukusanyika. Mola tunakuomba iwe sababu Qur'ani hii iliyosomwa hapa iwe sababu ya amani ya nchi yetu kuendelea, iwe sababu ya Rabbil Alamin wazee wanaemiliki nani uwanja huu waongezee umri mrefu. Ya Allah waondoshe mabalaa, ya Allah waondoshe husuda katika maisha yao, na vijana waliosoma Qur'ani iwe sababu Qur'ani kuwa malezi kwao, Qur'ani kuwa muongozo kwao, na iwe sababu wao kuwa miongoni mwa watu wema, vijana ambao watakuwa ni taifa zuri la kesho ambalo litasimamia usalama wa nchi yetu ya Tanzania. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ali wa bariki wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.